pia anapimwa huyo mtu kwa aina ya hiyo kazi aliyoifanya, zama za kazi hiyo, mazingira ya kazi hiyo au ya zama hizo. Hivyo vyote vinarembesha au vinanogesha uzuri wa kazi aliyoifanya. Mimi moto wangu kwa waandishi, watuandikie pia mambo ambayo yanaendana na wakati tuliokuwa nao. Kwa sababu vurugu nyingi zinazofanyika katika jamii zinasababisha yale ambayo mashekhi hapa wameeleza kuhusu swala zima la uzalendo. Linaonekana kama ni uchawa. Sasa kama uchawa uzalendo, ile siku ya kukimbia atakimbia chawa peke yake? Endapo litatokea la kutokea katika hiyo nchi ambayo huyo chawa au huyo mzalendo anajitoa kuelekeza, kukemea, ambayo yataleta athari mbaya katika nchi yake, hiyo athari ikija na yeye itamkumba, anaona ajitoe ili ajinusuru na yeye. Lakini wewe unasema huo ni uchawa. Sawa, siku kikinuka kama wanavyosema, je, atakimbia chawa peke yake au na mwenye koti? Sasa tutoe mwito wa hizi maudhui zinazozungumzwa, zinazoandikwa, nazo pia ziendane na zama. Walikulli asrin khasaisuhu wa mumayizatuhu. Kuna mambo special yanajitokeza katika zama, haya yanatakiwa kushughulikiwa. Kama vile ambavyo leo demokrasi inavyokanganya katika akili za watu, uzalendo unavyokanganya katika akili za watu. Sasa lazima watokee wataalamu, mafundi, mabingwa wa kujieleza, wa kueleza nini demokrasi. Leo hata utaifa pia unaonekana kama uchawa tu, utaifa. Kwa nini utaifa? Yeye anajipa utaifa, yeye mtu wa Maka. Kweli Maka ya kwako kuelekea kibla tu, lakini huwezi kwenda hivi hivi kwa jina la Uislamu. Mimi Muislamu naingia Maka. Utatafuta njia ya kutokea. Kwa hiyo maudhui pia tuzitazame za kuwaeleza watu kwa mujibu walivyo. Huu ndio ulikuwa mchango wangu, na tayari kitabu nimeshakizindua kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti. Lakini la mwisho ni kwamba kufanya kampeni. Sasa kama Sheikh Isa, wewe mwenyewe unaweza kufanya kampeni au debe kukipigia kitabu hiki ili kisomwe, basi nakushauri pia. La, wako ambao sasa wanaweza kufanya kazi hiyo katika vitabu vinavyofaa kupigiwa kampeni au debe ili visomwe,
na kampeni maana yake ni ushawishi wa kila aina kwa njia tofauti, basi kitabu hiki kifanyiwe kampeni. Watanzania ni wavivu katika kusoma vitabu. Wakati umefika tuhamasishane tusome vitabu. Mheshimiwa Sheikh Isa, mimi kazi yako nimeshafanya. Tunamshukuru Mungu alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, leo tumebahatika kuhudhuria hafla hii fupi ya uzinduzi wa kitabu cha Uislamu na Uzalendo kilichoandikwa na Sheikh wetu Sheikh Isa Othman Isa, imamu wa msikiti wa Maamuri, lakini pia mjumbe wa baraza la ulama. Kwa hakika ni jambo kubwa sana, jambo linalotakiwa kwanza kupongezwa, kwa sababu ikiwa ni kama mwanachuoni kufanya kazi yake akiwa wanachuoni kuandika. Wanachuoni wengi sasa wanaishia katika kuwaidhi tu, lakini maandiko hawaachi. Na kama nilivyosema katika hutuba yangu fupi pale, ni kwamba mtu siku zote anapimwa ukuu wake na ukubwa wake kwa idadi ya matukio mema aliyoyafanya, na wala sio kwa idadi ya namba ya umri wake. Sheikh Isa anatuonyesha hilo kwamba hiki ni kitabu cha 7 sasa, ndani ya muda mfupi amepata kukiandika, na vyote vimekusanya maudhui pendwa, maudhui muhimu katika wakati husika. Tizama kitabu cha leo, Uislamu na Uzalendo. Kumekuwa na mkanganyiko mkubwa sana baina ya watu kujua Uislamu ni nini, uzalendo ni kitu gani. Na kuna baadhi yetu tunatofautisha kwamba uzalendo ni kitu kingine, Uislamu ni kitu kingine. Wakati ndani ya kitabu moja ya maudhui kuonyesha kwamba Uislamu na uzalendo ni kitu kinachokwenda sambamba. Kwa ni kitu cha kupongezwa, lakini cha kuombewa Mungu, lakini pia cha kuigwa na kuwataka watu wote sasa, hasa kwa wakati kama tuliokuwa nao. Tunaona mambo mengi yanatokea huko, kwamba hivi sasa hivi mtu anabaki kuwa mtu tu, lakini uzalendo hana. Na cha kusikitisha zaidi, anaweza kuwa ni Muislamu, wakati ndani ya Uislamu kuna mafundisho ya mtu lazima awe mzalendo. Na si kweli kwamba kuonekana mtu anapigania uzalendo, anahamasisha na kusimika uzalendo, tukamuita chawa au kapewa hela au hapana. Uzalendo ni kitu muhimu sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaondoshwa Maka, anahamia Madina, anasema wallahi innaki la ahabbu biladillahi ilayya, wewe Maka ni mji ambao naupenda sana mimi. Walaula anna ahlaka akhrajuni ma kharajtu, lau sio watu wako kunifukuza mimi ningebaki kuitetea Maka yangu. Huu ni uzalendo ambao tunatakiwa sisi tuwe nao wakati wote. Na sasa hivi katika zile hukumu 5 za Uislamu, maki kuna nguzo 5 za Uislamu na kuna hukumu 5 za Uislamu, moja imeongezwa ya 6 kukumbushia watu uzalendo, kwa sababu hata hayo mambo mema unayotaka kuyafanya, ikiwa uzalendo wa nchi umeathirika, umevurujika, utayafanyia wapi? Kwa hiyo leo tunashukuru tumekuja katika jambo kubwa sana, especially jamii yetu ya Waislamu na Watanzania kwa ujumla, kwamba uzalendo ni jambo muhimu, ni jambo kubwa, na ni jambo linaloendana na misingi ya dini ya Kiislamu, lakini naamini na dini zingine, kwa sababu unaona wako mitume tuna share, tunasema kwenye Uislamu na kwenye Ukristo. Na ukitizama kazi za mitume ilikuwa ni kupigania watu wao wasipate madhara, wasifate njia isiyofaa, na kwa njia hiyo vile vile wanailinda na miji yao. Kwa hiyo unaona wazalendo namba 1 walikuwa wao. Kwa hiyo msingi wa kitabu hiki ni kufahamisha juu ya tunu na thamani ya uzalendo, kwamba haitanguliwi na chochote baada ya dini. Kwa hivyo kila mmoja wetu popote pale alipo ajikague, wanasema wazungu wafanye critical self evaluation, yeye ni mzalendo kwa kiasi gani, na ajikague kupitia matendo yake ambayo anaishi nayo kila siku, yanajenga kwenye nchi yake, kuilinda, kuithamini, kuitetea, au yanaelekea kwenye kuleta vurugu, uvunjifu wa amani, fujo na mambo mengine yasiyofaa. Kwa hiyo lengo la kitabu ni hilo, kwamba watu wakielewa maana halisi ya uzalendo, wakauishi uzalendo,
wakarithisha na kuelimisha watoto wao, na kwa maana ya kizazi kingine, nchi yetu itaendelea katika hali ya amani, utulivu na usalama kwa miaka mingi na vizazi vingi vijavyo. Kwa kweli ni uelewa mbovu, sio sahihi. Uzalendo hata siku moja hauwezi kutafsiriwa kwa maana ya uchawa, sababu uzalendo lengo lake ni kuhakikisha wananchi wenzako, nchi yako inabaki katika hali yake ya sawasawa, amani, utulivu na maendeleo ya kweli. Na uzalendo vile vile unakubali tofauti ya mitazamo, kwamba mzalendo wa sawasawa anakubali kwamba mwenzake aliyoko kwenye madaraka anavyoendesha. Haina maana kwamba yeye akiona hakubaliani kwamba yule si mzalendo. Ni mzalendo, lakini ule ndo mtizamo aliokuwa nao yeye katika kutumikia nchi yake. Kwa hiyo mzalendo wa kweli hawezi kukaa kwenye upande kwamba ni yeye tu, na ikiwa kinyume, basi hapo maana yake huyu anaofanya kinyume na anavyotaka yeye anakwenda kwenye uchawa, anajipendekeza. Haijawahi kutokea hata siku moja mtu anayeilinda nchi yake isiingie kwenye machafuko na vurugu akatafsirika kwamba huyo anakuwa chawa. Haijawahi kutokea hata mara moja mtu ambaye anafanya utii kwenye mamlaka kwa ajili ya kuleta ustahimilivu, kwa ajili ya kuleta amani na utulivu katika nchi akatafsirika kuwa chawa. Huyo ni mtu wa sawasawa, mpenzi wa nchi yake, anayelinda kwenye yale yote madhara ambayo yanaweza kupelekea nchi yake isitawalike na isikalike. Umesema jambo muhimu sana. Utamaduni wa kusoma kwa watu wengi umekuwa sio utamaduni ambao watu wanauishi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuhimiza sio tu kitabu hiki, lakini watu wajenge utamaduni wa kusoma. Wakijenga utamaduni wa kusoma, itapelekea kuondosha ile mitazamo ya hovyo ambayo watu wanapandikiziwa kwa kuaminishwa ndiyo hali ilivyo. Na kwa njia hiyo basi ndio maana pia tunakusudia kitabu hiki kitaingia kwenye sauti, ili wale ambao hawawezi kusoma lakini wanaweza kusikiliza wapate, na kutumia njia mbalimbali hizo za mitandao ya kijamii katika kuhakikisha kitabu kinawafikia watu wengi zaidi. Sio swala la kuhisi uzalendo umepungua tu, yani kitu muhimu ambacho nimekiona mimi ni ile kuelewa ule uzalendo ni nini. Ndo kitu ambacho nimeona kwa kiasi kikubwa hakipo. Kwa hiyo yako mambo mtu anafanya anadhani ndo uzalendo, kumbe ni kinyume chake, na yako mambo mtu hafanya anadhani sio sawa, kumbe ndo uzalendo wenyewe. Kwa hiyo kwanza tuna kazi kubwa ya kuelimisha uzalendo, halafu sasa ndo tunaweza kuona kama umepungua au umeongezeka. Let it go, let my body go.